Jina langu ni Clara Ibrahim Mwamba, ni afisa biashara mwandamizi katika Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade. Hususan niko katika kitengo cha ukuzaji biashara, kamati ya ugawaji wa mabanda. Maonyesho ya 50 ya jubilee ya Sabasaba ya mwaka huu 2026 yana upekee kwa sababu mwaka huu tunatimiza kwanza miaka 50 ya Sabasaba tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo tuna mambo mengi na yana umuhimu. Jambo la kwanza, tumeboresha mabanda. Mabanda yetu sasa hivi yameboreshwa na pia tuna program mbalimbali ambazo zitaenzi tangu kuanzishwa kwake mpaka kufikia sasa, kwa sababu ni jukwaa ambalo ni kubwa zaidi kuliko majukwaa yote Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunajivunia na mwaka huu ndo tunatimiza hiyo miaka 50, kwa hiyo yana upekee. Kauli mbiu ya mwaka huu ni maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, fahari ya Tanzania. Mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya miaka 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam ni mojawapo kupatikana kwa ajira. Maonyesho haya yamechangia, yameleta chachu katika upatikanaji wa ajira. Vile vile maonyesho haya, kupitia maonyesho haya makubwa, kupitia jukwaa letu la maonyesho haya makubwa limesaidia kupatikana kwa masoko ya ndani na nje ya bidhaa za Tanzania. Mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka 50 ya maonyesho haya ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, mojawapo ni imeleta chachu kwa ongezeko la ajira. Vile vile ukuzaji wa sekta binafsi umekuwa kutokana na maonyesho haya, lakini pia vile vile kutokana na maonyesho haya ya 50 yameongeza chachu ya masoko, upatikanaji wa masoko ya bidhaa umeongezeka maradufu ukilinganisha na zamani. Serikali ina mchango mkubwa katika kufanikisha maonyesho haya, kwanza kwa sababu serikali imekuwa ikiboresha miundombinu. Pili, ushirikiano wa kimataifa. Serikali imekuwa chachu ya kuchochea ushirikiano wa kimataifa na kuboresha mazingira ya uwekezaji. Tumedhamiria kupata makampuni mengi zaidi nje ya nchi, kwa sababu makampuni haya huwa yanakuja na teknolojia, ujuzi. Kwa hiyo wafanyabiashara wa Tanzania wanapata fursa ya kujifunza teknolojia na ujuzi kutoka kwenye hayo makampuni na nchi mbalimbali ambazo zinashiriki. Kwa hiyo mwaka huu tumepanga kuvutia nchi nyingi zaidi kuliko miaka mingine ya nyuma, na hivyo ukizingatia ndo Sabasaba yetu ya miaka 50. Fursa za uwekezaji zinazoangaziwa hapa ni fursa katika upande wa viwanda ambavyo vinaongeza thamani ya bidhaa. Pia kutakuwa kuna fursa katika upande wa tehama, miundombinu pamoja na nishati badala. Matukio yaliyoandaliwa mwaka huu ni mengi sana kulingana na upekee wa miaka 50, lakini nitataja tu machache. Mojawapo, kutakuwa kuna mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara wenyewe kwa wenyewe au sekta binafsi na serikali. Vile vile kutakuwa kuna hii mikutano ya kibiashara itawawezesha wafanyabiashara kuweza kuonana na wafanyabiashara wengine wanaotoa huduma au wenye bidhaa kama zao labda kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo watapata fursa ya kukutana nao kujadili masuala yao ya biashara. Lakini vile vile kutakuwa kuna program mbalimbali, kutakuwa kuna burudani mbalimbali, pamoja na pia wanyama watakuwepo kama ambavyo wanakuwepo miaka mingine, na pia mwaka huu watakuwepo wanyama, burudani mbalimbali zitakuwepo. Kwa mwaka huu tumejipanga kwamba kutakuwa kuna mambo mengi sana, na natumia nafasi hii kuwaambia Watanzania, washiriki wote na wadau wote wa biashara wakaribie sana katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Mwaka huu tuna Golden Jubilee ya 50, nafasi bado zipo, wanakaribishwa sana kuja kuchukua au kuhifadhi nafasi zao kwa ajili ya kushiriki. Ya kuhifadhi nafasi wataingia katika tovuti
ya www.tantrade.go.tz au wataenda moja kwa moja kwenye linki ambayo ni www.tradefair.tantrade.go.tz. Wakiingia hapo watakutana na chaguzi mbili. Kuna chaguzi moja ya upande wa maonyesho ambayo imeandikwa Trade Fair na chaguzi nyingine imeandikwa e-permit kwa ajili ya vibali vya mtandao. Lakini wao wataenda moja kwa moja kwenye upande wa maonyesho. Pale watajisajili, alafu wakishajisajili wataweka taarifa zao. Baada ya hapo wataweza kuhifadhi nafasi. Tuna nafasi nyingi bado, tunawakaribisha sana. Hali na hayo, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade inaendelea kuhamasisha wadau wote wa biashara Tanzania kuhusu nembo ya Tanzania au Made in Tanzania. Made in Tanzania ni rajamu ya taifa, ni nembo au ni alama inayotambulisha bidhaa au huduma katika soko la kitaifa au la kimataifa au ya kimataifa. Katika maonyesho haya 50 tunatarajia kupata washiriki wengi hasa kutoka ndani na nje ya nchi kutokana na hadhi ya dhahabu kwamba tunatimiza miaka 50 ya Sabasaba naweza tukasema. Kwa hiyo tutavutia tunatarajia kupokea wageni wengi hasa wa kitaifa na wa kimataifa. Faida ambazo mfanyabiashara anazipata ni nyingi. Kwanza atapata fursa ya kutangaza bidhaa zake, atapata fursa ya kujenga mtandao wa wateja wa bidhaa zake au tunaweza tukasema networking. Vile vile anaweza akapata masoko ya kudumu kutoka kwa wateja mbalimbali, kwa sababu katika maonyesho haya ya Sabasaba huwa tunakuwa tuna wateja mbalimbali wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo atapanua wigo wa soko lake kwa kupata na wateja wa nje ya nchi. Na vile vile mfanyabiashara anaweza akanufaika kwa kujifunza wafanyabiashara wengine wanatumia mbinu gani, teknolojia gani, au wanatumia mbinu gani au teknolojia gani katika kuzalisha bidhaa zao na kuzifanya ziwe bora zaidi. Vile vile mfanyabiashara atapata fursa ya kuweza kutembelea mabanda ya zile taasisi ambazo zinahusiana moja kwa moja na biashara zake anazofanya. Kwa mfano kama mfanyabiashara anafanya biashara ya chakula, then anaweza akaonana na ofisi za mamlaka ya chakula TBS, au kama ni madawa au ni wapi. Kwa hiyo kwa kupitia jukwaa hili la Sabasaba akaweza kuonana na hizo ofisi, akapata ushauri, akaboresha bidhaa zake. Vivutio kwa washiriki wa mwaka huu, vivutio vitakuwepo kama kawaida yetu. Huwa tunakuwa na vivutio mbalimbali katika kipindi cha maonyesho. Kuna wanyama mbalimbali ambapo watembeleaji na washiriki wanaweza wakapita kwenda kuangalia wanyama. Tunakuwa tuna burudani mbalimbali, tunakuwa tuna program mbalimbali ambapo kila siku inakuwa ina program yake. Kwa safari hii tumejipanga kisawasawa. Sekta ambazo zimepewa kipaumbele ni sekta zote, kwa sababu haya ni maonyesho ya biashara. Kwa hiyo yanajumlisha sekta zote kama sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya afya, elimu, mazingira, tehama. Kwa sekta zote zimejumlishwa katika maonyesho haya.